zangu. Basi bahati nzuri katika wasimamizi wa msikiti akanambia, shekhe, njoo twende chini huko, kuna nafasi huko, nitakufanyia mpango. Nikiingia chini, shekhe, msikiti umejaa, ambapo si kawaida hiyo katika miezi mingine. Katika miezi mingine swala za kawaida haijai, inafika nusu ya msikiti au nusu na robo. Salati aljuma ndo ambayo inajaa juu, chini na nje. Hii ina maana matariku swala katikati yetu, ndugu zangu, ni wengi. Leo waislamu wengi wanauliza, ikiwa Mwenyezi Mungu anajua tayari nani miongoni mwetu ataingia peponi, ni miongoni mwetu ataingia motoni, kuna haja gani tena ya kufanya ibada hizi? Kuna haja gani ya swali, sijui mtu ajibidiishe kula halali, na tayari Mungu ashajua. Na ndio unaona leo matariku swala wanapatikana wengi wao, tunashuku wanaye mawazo kama hii, hata mimi nikiswali kwani itanisaidia nini bwana? Hawa watu wanakuwa pamoja na kwamba sisi hatuwezi kumhukumu mtu, ndugu zangu, wala hatuwezi kumkejeli mtu kama wanavyofanya baadhi ya watu. Leo wamemwona Muislamu amerudi msikitini katika mwezi wa Ramadhani, wanaanza kutoa maneno ya kumvunja mtu moyo. Sasa ndugu yangu, wewe kwa nini unawavunja watu moyo? Mpe ndugu yako moyo, huyu amerudi, huyu ndugu yangu afadhali amekumbuka. Hiyo hairuhusiwi ndugu zangu. Hii dini ni dini ya kati na kati. Kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, hii ni umma ya kati na kati. Maana yake tufanye mambo kwa mizani. Yako wewe ni kumpa matumaini. Mtume sallallahu anasema, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru, wafanyieni watu mepesi wala msiwafanyie watu mazito. Pamoja na kwamba wewe Muislamu leo huna sababu ya kuacha tarawih. Ikiwa unaona hapo ni ndefu, nenda katika msikiti nyingine, hama hiyo msikiti, nenda katika, lakini isikupite tena pamoja na imam, pamoja na witri. Usionyeshe udhaifu, kwa sababu hapa tunajaribiwa sisi, ndugu zangu. Kila mmoja wetu anajaribiwa subra yake hapa. Ikiwa wewe utashindwa kusubiri katika swala ya tarawih, ni ibada gani nyingine kule nje baada ya Ramadhani unaweza kuyasubiria? Wewe utasubiri katika salati alfajiri, utasubiri katika saumu ya sunna, utasubiri katika kuamka tahajjud, utasubiri katika kula halali. Wewe utakapopewa amana, kampuni imekuchagua bwana, wewe ndio manager wetu bwana, tumekuamini, utachunga amana ya watu kweli? Ikiwa amana tu hapa ya salati tarawih imekushinda kusubiri ndani yake, sasa tuifanyeni dini kuwa nyepesi, ndugu.